Ni kukaribishe katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na wakati huu makala yetu ni namna gani China na Urusi zitaweza kuisaidia Tehran iwapo Marekani itaanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa muda mrefu China na Urusi zimekuwa washirika wa Iran, zimekuwa zikishirikiana katika masuala ya kiuchumi pamoja na ya kiulinzi. Kila wimbi jipya la mvutano kati ya Tehran na Washington huibua swali lile lile: iwapo mgogoro huo utageuka kuwa vita vya wazi, Beijing na Moscow zitachukua msimamo gani? Je, Iran inaweza kutegemea msaada wa moja kwa moja wa madola haya mawili? Uhusiano uliokuwa katika miaka ya hivi karibuni ni ukuruba wa kimkakati wa muda mfupi tu badala ya muungano wa kweli wa kijeshi. Jibu la msingi linapatikana katika asili ya uhusiano wa Iran na Moscow pamoja na Beijing. Kinyume na taswira zinazotolewa mara kwa mara baadhi ya vyombo vya habari kuhusu mhimili au kambi ya kupinga Magharibi, Iran haina muungano rasmi wa kijeshi na Urusi wala China, isipokuwa ina ushirika katika masuala ya ulinzi na usalama. Kwa mujibu wa nadharia za mahusiano ya kimataifa, muungano wa kijeshi humaanisha ahadi ya kisheria na ya wazi ya ulinzi wa pamoja endapo upande mmoja utashambuliwa, ahadi inayowekwa katika mkataba maalum wenye masharti ya lazima. Ahadi kama hiyo haipo kati ya Tehran na mojawapo kati ya madola haya, kwa maana China na Urusi. Lakini ahadi iliyokuwepo ni ahadi iliyosainiwa mkataba kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian kwamba watashirikiana katika masuala ya ulinzi na usalama. Na wakati huu hata waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov ameweka wazi kwamba pale ambapo Iran itahitaji silaha ya aina yoyote, basi itapatiwa kutoka nchini Urusi. Hata hivyo, kuwepo kwa ushirikiano wa kimkakati katika sekta maalum, hususan ulinzi, nishati na diplomasia, kumechochea mjadala kuhusu kiwango kipya cha mahusiano haya. Mfano wa karibu zaidi ni mkataba wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Iran na Urusi uliotiwa saini mwezi Januari mwaka 2024. Ingawa unasisitiza ushirikiano wa kiusalama, haujumuishi kifungu cha kuingilia kijeshi moja kwa moja iwapo upande mmoja utashambuliwa. Unazungumzia kutotumia ardhi ya kila mmoja dhidi ya mwenzake na kushirikiana kukabili vitisho, lakini hilo ni sawa na mkataba wa ulinzi wa pamoja. Hata hivyo, miongoni mwa mambo mengine katika mkataba huo ni kushirikiana katika masuala ya kupeana uzoefu wa kijeshi, na ndio maana wakati huu Urusi imeungana na Iran katika mlango bahari wa Hormuz kufanya mazoezi ya kijeshi, lakini kuihakikishia silaha za kutosha nchi hiyo ya Iran. Katika mahojiano na shirika la habari la BBC, mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa Hamid Reza Aziz alisisitiza tofauti hiyo, akisema kuwa muungano ni kiwango cha juu zaidi cha uhusiano baina ya dola, na hali hiyo haijafikiwa katika uhusiano wa Iran na China au uhusiano wa Iran na Urusi. Kwa mtazamo wake, hata iwapo vita vitazuka, uwezekano wa Beijing au Moscow kuingilia kijeshi moja kwa moja ni mdogo. Hatua zao zitajikita zaidi katika diplomasia na usimamizi wa mgogoro. Zaidi watatoa silaha, kama ambavyo wamesema kwamba watahakikishia taifa hilo la Kiajemi silaha za kutosha, na baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba baadhi ya silaha huenda wakaziendesha wao, na hii ndio sehemu ya wao kushiriki katika mzozo huo. Hata hivyo, bado nchi hizo mbili zinaamini uwezo wa Iran. Urusi na China zinaamini uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mapambano, wakiangalia aina ya silaha walizokuwa nazo, ambazo baadhi yao wao wenyewe Urusi na China wamezitumia katika vita nchini Ukraine. Urusi ilitumia ndege za Shahed na makombora mengine Urusi imeyahifadhi, haijayatumia. Ingawa baadhi ya ripoti za usalama wa nchi za Magharibi na uchambuzi zinaonyesha Iran kama sehemu ya muungano wa kupambana na Magharibi pamoja na Urusi na China, au kama tishio kwa usawa kati yao, wachambuzi wengi wa uhusiano wa kimataifa wanasema kwamba maelewano ya Tehran na Moscow na Beijing ni zaidi ya muunganisho wa maslahi mbele ya shinikizo la Marekani na ushirikiano wa urahisi wa usalama kuliko hali zote za usalama. Kwa maoni hayo, umoja wa nchi hizo tatu katika kupinga siasa za Washington haumaanishi kuwa Urusi na China ziko tayari kukabiliana moja kwa moja na Marekani ili kuihami kijeshi Iran endapo vita vitatokea. Lakini kazi kubwa ambayo wakati huu nchi hizi mbili zinafanya ni diplomasia ya hali ya juu kuzuia mzozo huo usije ukatokea. Inadaiwa kwamba Rais Vladimir Putin wa Urusi amekuwa mara kadhaa akitoa wito kwa Marekani kwamba isije ikafanya mashambulizi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. China ina mahusiano mapana ya kiuchumi katika Mashariki ya Kati, ikiwemo na Saudi Arabia.
United Arab Emirates na Israel. Urusi nayo hudumisha njia za mawasiliano na pande tofauti katika eneo hilo ikiwemo Tehran na Tel Aviv, ingawa kwa Tel Aviv ni kwa kiasi kidogo. Kuingia vitani waziwazi upande wa Iran kungesababisha mporomoko wa mizani hii nyeti ya mahusiano. Zaidi ya hayo, madola haya mawili tayari yanakabili ushindani mpana na Marekani katika kanda nyingine. Urusi imeelemewa na vita vya Ukraine, huku China ikiwekeza nguvu zake katika ushindani wa kimkakati katika eneo la Asia Mashariki, hasa kuhusiana na Taiwan. Kufungua uwanja mpya wa mapambano katika Mashariki ya Kati kunaweza kuvuruga vipaumbele vyao vya muda mrefu. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba Iran kama mwanachama wa nchi zenye kipato cha kati ambazo ni sehemu ya BRICS na shirika la ushirikiano la Shanghai ina uzito wa kisiasa katika miundo ya kimataifa ambayo Moscow na Beijing zinataka kuimarisha. Moscow na Beijing haziwezi kuruhusu uaminifu wa mifumo hii ya ushirikiano kutiliwa shaka na uharibifu wa wazi na usiokuwa halali wa mmoja wa wanachama. Na ndio maana baadhi ya taarifa wakati huu zinadai kwamba miongoni mwa silaha kutoka mataifa haya mawili, kwa maana kutoka China na Urusi, zimeshawasili nchini Iran, na kuna ndege karibia 2 inadaiwa kwamba ndani ya wikendi hii zilishafika nchini Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.